Kwa hivyo, ni muhimu kufanya mazoezi ya mwendo, hasa kwenye mkono au mguu wa mtu ikiwa wanaanza kuwa na ugumu. Wazo la mazoezi ya mwendo ni kudumisha urefu wa misuli, kuongeza hisia ya kuzunguka mkono na kuzuia kukaza kwa misuli. Kwa hivyo, tunafanya kazi kwenye kila kiungo kimoja kimoja. Kwa hivyo, tunafanya kazi kwenye kiungo cha bega, kisha kiwiko, kifundo cha mkono na kisha mkono. Ni muhimu kwa kila kiungo kuwa na msaada mzuri unapofanya harakati kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo, tunaanza kwenye kiungo cha bega. Ningechukua mkono wa Tony, kuweka mkono wake juu ya mkono wangu wa juu hapo, na kuunga mkono kiwiko chake kwa mkono wangu mwingine. Na kisha bega lake hapa. Naweza tu kuleta mkono wake kwa upole kando, wakati wote nikihisi upinzani. Nikisonga pole pole, inamaanisha misuli itanyoka pole pole. Tukisonga haraka sana, unaweza kuumiza misuli. Pia ni muhimu kumuuliza Tony kuhusu anachohisi. Ikiwa anahisi maumivu yoyote tunapofanya hivi, basi hatutaki kusonga mbali au pole pole zaidi. Ni sawa. Ni sawa. Vizuri Tony. Na pia sio kuleta bega, samahani, kiwiko juu kuliko bega. Kwa hivyo, hapo ndipo tunapenda kufika. Na tunaweza pia kuunga mkono wa Tony, kuleta mkono wake mbele. Tena, sio kuleta kiwiko juu kuliko bega. Na tunaweza kushuka kwenye kiungo cha kiwiko chake. Chukua mkono wa Tony, kama tunavyoshikana mikono. Unganisha kiwiko chake kwa mkono wangu mwingine. Na kwa upole, leta kiwiko chake nje moja kwa moja. Kisha tunaweza kupinda. Na kisha tunaweza kugeuza. Mkono wa Tony juu na chini. Katika nafasi ile ile. Harakati nzuri, pole pole. Pole pole na kwa udhibiti. Na tunashuka kwenye kiungo cha kifundo cha mkono wake. Kwa upole, leta kifundo cha mkono wake nyuma. Na mbele. Na kisha shikilia kiungo cha kifundo cha mkono wake na chukua vidole vyake. Na shikilia vidole vyake kati ya mkono wako kama bata. Nyosha vidole vyake na kisha kwa upole viondoe kama hivyo. Hatutaki kupinda vidole vyake nyuma. Tena, viungo vya vidole ni rahisi sana. Ikiwa tutaweka nguvu nyingi kupitia hivyo. Na kisha tunaweza kutibu kidole gumba kando. Shika sehemu ya chini ya kidole gumba. Nyosha kiungo cha juu. Na kisha kwa upole viondoe. Na kufuatia mazoezi ya mwendo, tunachopaswa kufanya ni kwa upole kuweka mkono wa Tony chini kwenye uso wa ghorofa. Kwa hivyo, tunaweza kuchukua mto hapo na kwa upole kuweka mkono wake katika nafasi hiyo ya moja kwa moja. Ruhusu vidole vyake kuwa na kunyoosha kwa muda mrefu, pole pole. Sawa. Ungependa kujaribu hilo? Sehemu gani? Anza kwenye bega. Kwenye bega. Kwa hivyo, kuweka mkono wa Tony, mkono huu juu ya bega la Tony, hiyo ni sawa. Badilisha nafasi. Hii shikilia. Hiyo ni sawa. Naweka mkono huu dhidi ya mwili wako chini ya. Hapa ndani. Hapa. Hiyo ni sawa. Mkono huu? Ndio. Kushikilia. Hapa, wacha nikuonyeshe. Kama hivyo. Na kisha mkono huu juu hapa.
kama hivyo. Na. Kisha leta mkono wako kwenye mwili wako. Na kwa upole songa mkono wa Tony kiwiko juu kuelekea juu ya kitanda. Hiyo ni sawa. Na unashikilia hapo imara. Kisha wewe. Oh. Kwa upole juu hapo. Hiyo ni sawa. Hiyo ni mbali vya kutosha. Kisha chini tena. Kwa upole juu. Hiyo ni nzuri. Vipi Tony? Yote sawa. Na chini tena. Ni hesabu ngapi? Unatazamia mara 5 hadi 10. Pole pole na kwa urahisi. Kumbuka kuileta chini tena. Chini kabisa. Ndiyo, hiyo ni sawa. Na juu tena? Ndio. Na chini. Sawa. Tutajaribu kiwiko chake. Kwa hivyo kuchukua kifundo cha mkono wake hapa. Hiyo ni sawa. Mkono mmoja chini karibu na kiwiko chake. Kama hivyo. Sawa. Hapa, hiyo ni sawa. Na kwa upole kunyosha kiwiko chake. Moja kwa moja, hiyo ni nzuri. Na kupinda, hiyo ni sawa. Kadri inavyoweza kwenda kwa urahisi. Kwa hivyo ikiwa inakuja kupinda juu, ilete juu kwenye bega la Tony. Hiyo ni sawa. Nzuri. Inamchukua mkono wa Tony kama unavyoshikana mikono. Hiyo ni sawa, ndio. Na kisha unaweza kuunga mkono kiwiko chake tena. Kwa mkono wako chini hapo. Na kisha kugeuza kifundo cha mkono wake juu na chini. Hiyo ni sawa, ndio. Nzuri. Na kisha chini moja kwa moja. Na kisha ikiwa utahamisha mkono wako juu hapa, hiyo ni sawa. Na kisha songa kifundo cha mkono wake aina ya nyuma na mbele kama hivyo, kama ulivyokuwa nayo awali. Kwa mkono ndani hapo. Ndio, kuja mbele tena. Njoo, samahani, songa mbele. Songa. Ndio, hiyo ni sawa. Geuza mkono wake chini. Msaada. Ndio. Na kisha harakati hii hapa nitakuwa nikisonga na wewe kama hivi. Hiyo moja. Wewe unashikilia hapa. Sawa? Ndio, hiyo ni nzuri na kwa upole. Sawa. Na kisha ya mwisho unakuwa unashikilia vidole vyake. Kwa hivyo, shikilia hivyo. Ndio, sawa. Na kisha kumbuka huo mshiko. Vidole vyake. Kwa hivyo pinda hivyo. Nyoosha vidole vyake na pole pole panda hapo. Lakini pole pole tu. Dhibiti kwa uzuri na pole pole. Kwa hiyo pinda. Kunyoosha. Tunachotaka kuepuka ni hiyo, kurudi nyuma. Nitaonyesha tena. Kwa hiyo unashikilia mkono wake hivyo. Unachukua mshiko huo kwenye vidole vyake. Ukipinda na kunyoosha pole pole. Pinda na pinda. Kwa hiyo kuna harakati mbili. Kuna hiyo kunyoosha na kuna hiyo kunyoosha. Jaribu hiyo. Siku zote tunaanza na hizo vifundo vikiwa vimepinda kwanza. Kwa hivyo nyoosha hapa. Nyoosha.
na kisha juu polepole na chini na pinda. Unaona hizo harakati mbili? Nyosha, nyosha, pinda na pinda. Vidole vinyoshe kwanza na kisha vifundo pole pole. Mbali sana. Usije mbali hivyo. Haupaswi kuona hivi vikianza kupinda nyuma. Nyosha vidole. Nyosha vifundo. Ndio. Pinda vifundo. Hiyo ni, napinda vidole. Hiyo ni. Umeipata? Epuka tu kuja mbali sana nyuma. Kwa hivyo unapata tu hizo zikiwa sawa, sio zimepinda nyuma hivyo. Hiyo ni sawa. Hiyo ni sawa Kiana, umeipata? Sawa kamili. Na kuzipinda chini. Nzuri. Na kisha kufuatia hiyo, tunaweza kutoa hivyo vidole moja kwa moja. Weka juu ya mto, viweke chini. Nzuri.